nyithind Israel kod kethogi duto kata richogi duto, kendo noketgi e winyruok, kendo noriembe odhi e thim gi lwet ng'ato moikore. Ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha mbuzi aliye hai na kuungama juu yake uovu wote na uasi wa Waisraeli, yani dhambi zao zote, kisha kuziweka juu ya kichwa cha huyo mbuzi. Atamwachia huyo mbuzi akimbilie jangwani kwa uangalizi wa mtu aliyepewa wajibu huo. Amen. To nyuogno noting' richo duto odhi e thim e piny. To nyuogno noting' richo duto odhi ge akimbilie jangwani. Kendo Harun nobi e hema mar chokruok, kendo nowany lep katani manorwako kanodonjo kama ler, kendo nowegi kanyo. Kisha Aroni atakwenda ndani ya hema la kukutania na kuvua yale mavazi ya kitani alivyovaa kabla ya kuingia katika patakatifu pa patakatifu, naye atayaacha pale. Kendo norwak ringre gi pi e kama ler, kendo norwak lepe, nowuok oko, kendo nochiwo misangone miwang'o kod misango miwang'o mar oganda, kendo nolos winjruok kuom owuon kod kuom oganda. Ataoga kwa maji mahali patakatifu na kuvaa mavazi yake ya kawaida, kisha atatoka na kutoa dhabihu ya sadaka ya kuteketezwa kwa ajili yake na sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya watu, ili kufanya upatanisho kwa ajili yake na kwa ajili ya watu. Wasomo kendo barua mokwongo mar Paulo ni Timotheo, ariyo, barua ya kwanza wa Timotheo sura ya pili mstari wa 5 na 6. Timotheo mokwongo, Timotheo wa kwanza ariyo matindo 5 kod 6, 2 aya ndogo 5 na 6. Nikech Nyasaye en achiel, kendo e kind Nyasaye kod ji nitie jagach achiel, en dhano ma en Kristo Yesu. Kwa maana kuna Mungu mmoja na mpatanishi mmoja kati ya Mungu na wanadamu, yani mwanadamu Kristo Yesu. En ema nochiwore owuon mondo obed jawar ni ji duto, kendo nonyiso tich Nyasaye ratiro ka ndalo mowinjore nochopo. Aliyejitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wanadamu wote. Jambo hili lilishuhudiwa kwa wakati wake. Noketa jalando wachno kendo jaote mondo apuonj joma ok jo-Yahudi wach mar yie kod adiera, awacho adier ok ariambe. Nami kwa kusudi hili nimewekwa niwe mhubiri na mtume, nasema kweli katika Kristo, wala sisemi uongo, mwalimu wa watu mataifa katika imani na kweli. Amen. Amen. Opaki Yesu. Haleluya. Haleluya. Amena. Amen. Rwako ji duto bende. Nimekaribisha watu wote pia. Johala man kama chiegni, wanabiashara walio hapa karibu, anyuola man kama chiegni nyaka tie got kocha, joma winjo duond tung, jamaa walio hapa karibu hadi katika ile mlima wanaosikia sauti. Chokruogni en chokruok molosi, kendo en chokruok man kod lengo mondo Nyasaye oyud duong'. Hii mkutano imeundwa na pia iko na lengo jina la Mungu lipate kutukuzwa. Chokruogni ng'ado ng'anjo momako piny kawuono, nitie ng'anjo momako piny sani. Hii mkutano inaharibu ile kuasi. Kuna kuasi imeshika ulimwengu saizi. Nitie ng'anjo mane kind mon gi chuo, nitie ng'anjo mane kind nyithindo gi jonyuolgi. Kuna wasi kati ya wanaume na wanawake, kati ya watoto na wazazi. Nitie ng'anjo modonjo nyaka od Nyasaye sani. Kuna ile imeingia, kuasi imeingia hadi kwa nyumba ya Mungu saizi. Nitie teko maling' makoro tiyo e thuolo makoro wayalo injili mar gikone. Na kunayo nguvu ya kisiri ambayo inatenda kazi wakati na ubiri injili za nyakati za mwisho. Kendo waneno ka kinde mathoth wach Nyasaye noole pi mobedo mayot kabisa ma okonyo chuny dhano. Tena tunaona wakati mwingi neno la Mungu lilipoeshwa ilimwagwa maji mpaka ikakwaya udhaifu, haijasaidia moyo ya mwanadamu. Kendo Mungu hata saizi ni ngumu. Nitie nyithind riethruok kod yawuot riethruok modonjo e Nyasaye kawuono ma ok nyalo bidho wach Nyasaye. Kuna watoto wameingia katika nyumba ya Mungu, hawawezi kusema hata neno la Mungu kamili. Ama ni wana wa mizaha. Ni wana wa mizaha. Teka piny ochung' marach kabisa kawuono, piny ok ni maber. Ipo dunia imesimama vibaya, saizi iko vizuri. Kendo ji mathoth mawuotho malep joromo, chunygi kucho tow, kono gin kod
kod lweny matek e ngimagi. Itendekaje watu wengi wanatembea wametosheka kwa nguvu, lakini mule ndani kimeoza, wako na vita moyoni. Waneno ka thuolo masani nitie exodus maduong' kabisa mawuok e od Nyasaye ka koro dakie piny. Tunaona saizi kuna kutoka kwingi kwa nyumba ya Mungu wakirudi ulimwenguni. Kendo magi kinde ma Daniel nokoro ne oneno ka nyinyo okikore kod lowo. Tena haya ndiyo majira Danieli alitabiri akisema, naona chuma imechangamana pamoja na udongo. Gin kinde ma pok adieri kod miriambo bedo matek matin. Ni nyakati ya kutofautisha ukweli na uongo inakuwa ngumu kidogo. Kendo gin kinde mosigu laro od Nyasaye mondo okaw odhigo. Tena ni nyakati mwadui anang'ang'ania nyumba ya Mungu aweze kuchukua akienda nayo. Waseneno ka ji mathoth kabisa giwest resources ma Nyasaye noketo e ngimagi. Tumeona idadi ya watu wengi wanapoteza zile uwekezaji Mungu aliweka katika maisha yao, kendo gitiyo godo e yo marach. Tena wanaitumia kwa njia mbaya. Teka ringruogni Nyasaye nochwe mondo otine go ruoth Nyasaye. Ndipo mwene Mungu aliumba watu wafanye kuitumia kutukuza neno la Mungu. Nyasaye nowacho ni gik moko mondo obedi. Mungu alisema vitu vikue. To kochopo e dhano to noloso kod lwete owuon. Ilipofika kwa mwanadamu aliumba kwa mkono wake mwenyewe. Makong'iyo dhano to neno ka this is a masterpiece. Alipotazama mwanadamu akasema huyu ni mwanadamu kikamilifu. Mondo ni magi malong'o ma ng'ama nyamano piny oseng'awo kendo piny osedak marach koro. Hata saizi dunia imetundika na imekuwa vibaya saizi. Kendo waneno ka Satan ochung'o bendera yahudi pinje chung' e tok bendeche mag yiero. Ni mathoth ok nyal yar kapok otim drama mondo. Siku hizi sehemu mingi hawawezi kuhubiri kabla hawajafanya vioja kwao. Kendo bishobe mang'eny keto drama mondo drama oywa ji okel mondo ji obed mang'eny. Tena maaskofu wengi wanaweka vioja ama zile msaa aiweze kuvuruta watu wengi. To anabo ni Yesu Kristo kamano. Lakini mimi namshukuru Yesu Kristo. Ni Yesu nokomanyo drama mondo oywa piny obi ire. Ya kwamba Yesu hakutafuta msaa akute ulimwengu kukuja kwake. Yesu nono piny gadieri. Yesu alishinda ulimwengu kwa ukweli. Yesu nono piny gi remo. Yesu alishinda ulimwengu kwa damu. Obaki Yesu. Haleluya. Fanya amina kameni. Ongea amina hivi. Emomiyo Ruoth osewacho ni obiro chung' tok wachne mar adier. Ndiposa Bwana amesema atasimama nyuma ya neno lake ya ukweli. Ma kinde ma Nyasaye osechung'o generals mag lweny. Tena huu ndio wakati Mungu tayari amesimamisha akida wake wa vita. Kendo wan kani wan gi license mar yalo Yesu nikech nitie gik ma wang' oseneno maber ritogo osewinjo. Na sisi tuko hapa tuko na leseni ya kuhubiri Yesu sababu kuna kitu tumetazama na tumesikia kwa masikio. Kendo onge chokruok mwanyalo dhi maonge kod okombe mwanyalo somo ne piny mwadhiyo. Tena kuna mkutano tunaweza enda bila kikombe ya ushindi, tunaweza ringa katika hiyo eneo. Mtani wawuoyo ni gini wabiro yale monge pin number, wabiro yale monge paybill. Na hii kitu tunasema tutahubiri bila pin number ama paybill. Waneno ka yahudi drama sani yale kod yuech. Tunaona watu wa msaa saizi wanahubiri na kifagio. Kendo jomoko yale kod handkerchief. Tena wengine wanahubiri na vitambara. Yawuoyi medo ne magadi matin gi chumvi. Vijana wanaongezea chumvi na magari kidogo. To achumi chiro mar osare kamura yale Yesu kende. Lakini
linasema hivi, ndipo wakati wa wakaanza kufanya mtapenda ya ukuhani. Nimesoma kwa Walawi 16, nimechukua katikati ya ndogo 20, inaongea kwa kuhani aitwaye Haruni. Haruni alikuwa akisimama mbele za Mungu na watu wakati wanadamu wametenda dhambi. Hakuna njia ya kumrudia Mungu kupitia kwa ile hali ya ukuhani Haruni alitengeneza. Tena nimesoma andiko linasema hivi, Haruni alikuwa akipiga kura kwa mambo mawili. Kwa ile ni ile mbuzi moja, mbuzi dume, beberu. Beberu alikuwa anachukuliwa, watu inachukuliwa, inachinjwa saa hizo, na damu yake wanatakasa nayo ema. Sitanena kuhusu ile pitu, lakini kuna beberu wengine alikuwa na ile kazi ya kipekee. Mtu nitanena kwake leo, sababu ndio Yesu nimesimama niongee kwa Mungu. Andiko inasema hivi, kwa ile beberu tu ya Azazeli alichukua, ama ile mbuzi inachukua sehemu ya mwokozi. Haruni alikuwa akichukua, akishachukua anachukua mikono yake miwili, anaweka juu ya ile beberu, hata kukiri dhambi za wana wa Israeli wote, dhambi na uharibifu ambayo wana wa Israeli wametenda. Haruni alikuwa ananena juu ya hiyo mbuzi, akiwekeza dhambi za wana wa Israeli juu ya ile mbuzi. Hapa ni mwanawe preach mara Yesu, jinsi Yesu ametosha kubeba mzigo ambayo inasumbua kila moja. Angeweza kukiri zile uharibifu hata kama ni za uchawi, anawekeza juu ya mbuzi. Anachukua ucherati, anaweka juu ya beberu, anachukua dhiki yoyote, anaiweka juu ya mbuzi. Alikuwa anachukua vipumbavu ilishika mataifa, anaweka juu ya beberu.
Nazareth. Yesu Mnazareti. Yesu mwana Nyasaye. Yesu mwana wa Mungu. Yule alichaguliwa na kula mbinguni. Hivi ndio nasikia. Siku moja Yohana wa Kasibedi analia. Wanaona kitabu Mwandiki Malachi. Anaona kitabu inaandikwa vibaya. Kitabu andika masira. Kitabu inaandika dhiki. Ongea malaika kwa maana wao yake na wana. Hakuna malaika anaweza kufungua lakini na kuitazama. Kitabu kinaweza kupeka mazingira. Kitabu imejaza maneno magumu za mochi. Kitabu kinafanya sema kinapanda. Kitabu imebeba mafurasi ziko na mauti katika kinywa. Bwana alia. Kama Gabrieli. Imeshinda Gabrieli. Akalia. Kama Mikaeli. Imeshinda Mikaeli. Kama Danieli kwa na Bwana. Imeshinda wazee 24. Ilipenda dunia. Ilipenda kujiuliza. Hiyo ni kitu gani hiyo? Kisha mpaka nitokeza. Akasema nani usilie. Nika kiba. Mungu iko na akiba. Nika kiba. Mungu iko na akiba. Unayo moto. Yesu anaita mnyukua Yesu. Kwa maneno pia mmemchagua. Damu yake imemwagika. Ukanena na Mungu watu. Sasa Mungu mmoja wa taifa. Imeleta mtu amesimama katikati. Hata saizi. Damu ya Yesu inakuwa moto. Ilichoshinda madaktari. Ilichoshinda Donald Trump. Tuko na Yesu anayeweza. Tuko na Simba Akiba. Mungu wa uvio. Nasikia. Hata kama umevuta bangi. Katika bangi kakupumbaza. Umeleta Yesu fundi. Yesu anaweza tena mema. Yesu anasema lingwe. Simba kabila la Yuda. Ndiyo duma maana upele. Ndiyo duma na upele. Tuko ile chumba ilikodeshwa. Imebeba viti na mikongojo. Imebeba magurudumu za viti. Imebeba expensive wa mapendo. Vitu ambavyo mapilipili lakini Mungu ameleta mkono. Akananena hivi. Akueleza nipatie. Tonje hano. Watu nipana kawe. Hata hapa Kisumu. Kuna mmoja chemba na tembea. Kuna Mungu aliyea. Mungu wana wa Yuda. Nebukadneza. Nebukadneza. Kitu na maana kama Mungu atakusaidia. Tumeweka hapa tutabudu. Alienda Mungu apatane. Lakini hiyo siku walichukua watu wa Injili. Akaweke kwa tanuru. Lakini roho wa Mungu yote yake iko juu. Ushinde ya moto. Nasifu mimi Mungu. Nasifu Yesu Kristo. Inatoka kichoma moto Nebukadneza. Haleluya. Sababu tunaongea hivyo. Yesu anataka kuokoe. Tuko na maneno mawili. Kuna uzima wa milele. Pia kuna moto wa milele. Inastahili kuchagua unachotaka. Ndio nilikuwa nakuuliza hivi. Kama moto ya M-gas. Ama ya jiko. Yakikuchoma unasema mama yo. Lakini moto ya pengo. Moto ambayo inatengenezwa kwa ibilisi. Unastahili utubu leo. Umeleta injili ya toba. Rudi kwa Yesu Mnazareti. Yesu anaokoa waliotolewa. Haleluya. Nashukuru Yesu. Paulo anasema hivi. Tuko na moto moja. Anaitwa Yesu Kristo. Ili mwingine tano mani Yesu. Kenelipenda na jakati. Amesimama kati ya Mungu na wanadamu. Ili afanye maneno mapatanisho. Afanye mapatanisho kwa yale yanayoharibika. Nasikia. Kama kuna koti ya kubeki kuvaa.
Haleluya sana. Usare za wakaina. Haleluya. Lakini Mungu ametenda neema. Injili ileta kwa sana. Ili wanaokubali watoke maupani. Watoke kwa shiratu wa pesa 8. Bwana sifiwe. Watoke kwa shiratu wa mzaha. Ya jioni watu wanaenda kufanya paki mfanana. Lakini Yesu yupo inahubiriwa. Injili ambayo tumeleta. Wale ambao wametoka na shirati. Wanasema wanafanya shirati sana. Wale shirati jamii kwa faida. Jioni ya leo. Hapa nipige hesabu. Hapa wanasema. Ile kimetembelea yaliko. Hii ni zite tatumaliza. Tutafanya upatanisho. Ikiangalia jinsi nilivyo. Sitakutana na Jehova. Imema nirudi. Imema nivuke kwake. Sipiwa. Hiza wale majusi. Nipe hakikisho. Mtaniokoa. Mimi na familia yangu. Nikijia wadadudu. Wakamwambia. Wewe dirisha kwamba tushosha. Na vazi jekundu. Ifunge hapo. Funga hapo tukiona. Utanusuru familia yako. Leta taka wenye kima na ufunga nyuzi nyeusi kama nyeusi. Wanaume. Vijana. Unasikia? Leo. Tumefunga black power. Yeye na masalia. Mtu anakoka hapa. Wana sipiwe. Mtu anakoka. Unasikia? Kama ulikuwa umepanga kwa mganga. Nataka kwenda kuwa mke mwema. Injili imepita kazi. Injili kubwa ya neema. Injili haijachelewa. Injili ya nabii Elia. Sasa niko haita likocha. Saniko Iko Milano. Yesu amechukua shinda. Yesu anafua nchi yote. Nashukuru jasiri. Haleluya. Yesu ni mwema kiasi gani? Alilipa gharama yote. Msalabani Kalvari. Andiko linasema. Awali walipoangalia maandiko. Wakamwambia Pilato. Acha kuandika kwamba huyu ni mfalme wa Wayahudi. Andika kwamba alisema tu yeye ni mfalme wa Wayahudi. Pilato anasema. Kimeandikwa senda. Kimeandikwa. Haleluya. Bwana sifiwe. Kimeandikwa. Yesu ni Bwana, upende usipende. Nashukuru Yesu. Nataka tuombe Mungu. Popote pale ulipo. Weza inuka juu. Nataka tunene na Mungu. Mungu aliye Mungu wetu. Hallelujah. Hallelujah. Popote ulipo. Nataka tuombe. Sababu jinsi alivyofanya wakati ule, Bwana yungali yuwafanya tu. Yungali mwokozi wa wanadamu. Hapana kigumu kinachomshinda. Hata jioni ya sasa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusikia kwamba tunataka kuomba Mungu. Tena kama unasongea songa karibu na ngambo hiyo ya barabara. Sababu tunataka tunene na Mungu aliye Mungu. Sasa sisi tunawa mikono yetu. Tunakamilisha kazi tuliyopewa tufanye. Sababu tunataka kwenda tumfuate Yesu. Bwana sifiwe. Tumepigana na mapepo mengi. Hata ya ulevi na washerati. Tumepigana mateke na wanyasa. Na Yesu sasa yorudi. Hatutaki tupumzika nyumbani. Lakini kabla turudi, hatutaki tukuache. Pokea Yesu maishani mwako. Ili asakoe maisha yako. Haleluya. Amen. Nataka tuite askofu. Ataomba nasi Mungu. Katika kupigia Yesu makofi ya taajabu. Haleluya. Haleluya. Karibu sana askofu. Karibu sana askofu. Thank you. Thank you.
Nyasaye kama ninashukuru Mungu. Soda machiegni adoni wala Nyasaye. Songea tu karibu, nataka tuombe Mungu. Ose yalo wa Nyasaye ka. Neno la Mungu lishahubiriwa hapa. Modo ngen timo yero. Kinachobaki ni kuchagua tu. Modo wachone ya. Biblia inasema wa Nyasaye oklor nono. Neno la Mungu halishuki bure. Mano beka Nyasaye usewuoyo. Hivyo ndivyo Mungu alivyonena. Opaki Yesu. Bwana sifiwe. Kapoko lango gejawa mama wabiro. Kabla tuombe na wenzetu tulokuja nao. Winjo gimama mawachoka. Umesikia kile Biblia imesema hapa. Kende winjo puonjo mopuonjika. Tena umesikia mafundisho yaliyofundishwa hapa. Tunatamani tuombe naye Mungu. Tumetenga kwa sare ka. Je, kuna mtu huko kwa sare? Wanyara kwamba mabawala mkode Nyasaye. Ambaye anatamani tuombe naye Mungu. Noe. Narudia tena. Benitie ngapo. Je, tuna mtu hapa Wanyara kwamba mondo wala mkode Nyasaye. anayetamani tuombe naye Mungu? Wawacho chunye. Anayesema rohoni mwake Ni injili ni tono birona. kwamba injili hili ni jilia. Injili ni uhuru kode. Injili hii imenena nami. Umiyo kamomoke. Ambaye anajua pale ambapo amekwama. Wanda chiemo chien tuligonia na bira. Ametazama nyuma kaona Nitiyo chemoko mkwame. kuna mambo fulani ambayo amekwamilia. Kwamba mondo Nyasaye timene. Na anatamani Mungu amtendee mema. Ngapno benitie. Je, tuna huyo mtu hapa? Wagoero kamanda Nyasaye. Tunamshukuru Mungu. Nyasaye kama sekonyo kwene kama isi. Mungu ashasaidia kijiji hiki sana. Kamara mara intie. Popote pale ulipo, Akwayo mwana wadogo Yesu. nataka turudie kwa Yesu. Agene samuro chunyi goko. Asante sana mzee. Kamano kumbiro. Asante kwa kuja. Nyasaye. Pige tu Bwana makofi. Benitie na kumachel. Kuna mwingine tena Maneka. aliye hapa. Wawachonia winjo kimamu mawacho. Anasema nimesikia kile Biblia inasema. Agamba mondo kumuna rade ki Yesu ne. Kamano rade. Asante ndugu yangu. Benitie nato. Je, kuna mtu Wawachonia yao. anasema jamani, Afranyo ni yano madwa Nyasaye. nimekuja. Mungiyo chie. Ametazama mbele na nyuma. Afranyo madwa Nyasaye. Ametambua kwamba anamtaka Mungu. Benitie natoka. Je, tuna mtu hapa Wawachonia kwambona rade ki Yesu. ambaye anasema anatamani akutane na Yesu? Soda machiege. Sogea tu karibu. Wengiyo jirani. Wacha kuangalia jirani. Wengiyo wabila. Usiangalie mwenzako. Kale ngano kukale. Wacha ukipitia huyo hapitii. Nimedeye ili bigeo. Unachoendea ni wewe wafahamu. Tena mapepo ambayo yamekufunga wewe. Jioni kama ya leo. Wakati jua linakuwa hivi. Labda unaangalia ulivyoamka. Na unaogopa atakurudi nyumbani. Umesikia Yesu anapita hapa. Je, kuna mtu? Mama songea tu karibu. Jioni tu, kulieni tu. Kulieni tu, asante. Kulieni. Kama Mungu anaweza. Mungu haleti neno lake bure. Alileta neno hapa na sababu. Hebu soma tu mwenzangu. Toto yetu kuja tu. Wacha kuangalia haya kutazama. Hilo unapitia leo wajua. Hilo ambacho nataka Mungu aguse leo wajua. Jioni salama. Je, kuna mtu anayesema natamani tuombe naye Mungu? Natamani tuombe naye Mungu. Je, kuna mtu anayebaki hapo nyuma? Kabla tuombe Yesu. Kabla tujaita damu. Damu inayotoa upumbavu. Kabla tuite damu. Damu iliyo na nguvu. Kabla tuite damu. Damu ambayo ikishika kilichokuwa na inakanyaga chini. Na tupe. Je, tuna mtu? Soga tu karibu. Nisifungie yote. Nisifungie mtu yote kule nje. Kuja tu. Tunashukuru Mungu. Biblia inasema hata mmoja kekeo. Asante sana kwa kuja. Mwanangu kuja tu, kuja tu. Asante. Yesu anaweza.
tunasifu Mungu, tunasifu Yesu popote pale ulipo. Hebu inua mikono yako juu, funga macho yako, inua mikono yako juu. Ndugu yangu, asante kwa kuja. Asante kwa kuja ndugu yangu. Mungu akubariki sana. Asante kwa kuja. Popote pale ulipo, inua mikono yako juu. Hebu sema na Mungu, tumwambie kabla hatujamwita Yesu, kabla tumwambie Yesu sawa sana. Mwambie tu Mungu jambo. Yesu Yesu ana nguvu. Yesu ni anaweza hata leo. Biblia inasema weka msalabani pale, akagundua yeye alikosa kufanya miujiza, akapata sauti kubwa, yote yameisha. Leo jioni Yesu anaweza. Haijalishi neno likoje. Unasikia? Jioni kama ya sasa. Weka Yesu kapambana naye. Nasikia? Jioni ya leo. Yesu anasema. Jioni kwangu. Niache mambo mengi. Yesu anasema. Jioni kwangu. Nini umeweka? Kwa nini?
Yesu anaweza. Hata John pia anaweza. Anasema John. Yesu